Naomba nielewe, ni mwanamke nilonichagua mimi, sitaki unipangie, na huwezi kuamini mwamba aliyekula kofe. Nishakwambia huyo ni mkubwa, kiumri hakufai, yani ni mshangazi. Mama, mbona mimi namuona msichana mdogo tu? Huyo ni sawa na mama yako, naomba nielewe mwanangu. Ila unaambiwa siku hiyo Maxwell alikuwa anaelekezwa, ila wapi? Kwa mlolongo wote ule unaambiwa Maxwell aliweza kuondoka na kumwacha tu mama yake na kurudisha kumbukumbu nyuma. Kumbukumbu inasema huyu mama alivyokuwa tu ana miaka 12 alirubuniwa na mlinzi wao. Naambiwa hii ilienda tofauti sana, ndo huyo kijana tunayemwona hapo Maxwell. Unaambiwa baada ya kumbukumbu tu mama alikokuwa anaweza kujutia sana, na hapa Maxwell aliamua moja kwa moja kwenda kwenye chumba cha Brenda. Unaambiwa aliweza kukusanya nguo zote za Brenda, kisha baada ya hapo mwamba aliweza kwenda kukusanya pia nguo zake, na yeye chumbani kwake aliweza kufungasha mizigo yake yote na kuondoka bila hata ya kumwaga mama yake. Mchizi ndo kashapenda. Ila Brenda unaambiwa huko alikoenda kujificha, ila mwamba yeye aligundua tu isitoshe ni mpenzi wake. Mara ghafla Brenda aliamka na kisha kwenda kufungua mlango, na hatujui mtu anayekuja ni nani, na ili kufungua mlango tu Brenda aliweza kukutana na mwamba tena. Penzi, naomba nisikilize, mimi hapa nilipo tayari nimeshalipia tiketi za ndege, kwa hiyo naomba tukaendelee na mapenzi yetu, maana naona mama huku ananisumbua tu. Kipenzi, kwa hilo naomba nifikirie tu. Unaambiwa huku kwa mama alikuwepo anashangaa mpaka sasa hivi Max hajaweza kufika nyumbani wala hajaweza kumuona, ila mama aliweza kugundua tu kwamba huyu ameenda Lagos. Unaambiwa alipoweza kufika sasa akaanza kumwambia rafiki yake yule ambaye nilikuwa naweza kuruka naye, bwana kumbe ni rafiki wa mama yangu. Max aliweza kukubali kishongopani, ila akamwambia rafiki yake huyu Brenda ana urafiki na mama yangu, alafu isitoshe Brenda mambo yake eti nilikuwa nasikia eti ni mambo machafu bana. Unaambiwa tu Max alipoweza kufika nyumbani aliweza kukutana na mama yake, yani alikuwa anashangaa kumuona mama yake. Ile tu asubuhi pamekucha, basi bana Brenda aliamua kuamka mapema na kisha kujiandaa kwenda kazini kwake. Max akasema, naona leo mapema sana umeweza kujiandaa. Akanambia acha mimi niwe tu kazini, kwa hiyo haina shida. Unaambiwa bana Vai aliweza kumtegeshea rafiki yake Brenda ili tu asiwezi kupita hapo hivi, na unaambiwa huyo mama ameshaanza figisu. Brenda aliweza kufika kisha akaanza kupiga honi, hasa akawa anashangaa huyu ni nani aliyonitegeshea gari, na huwezi kuamini Brenda moja kwa moja aliweza kushuka kwenye gari, basi akawa anamfuata. Hasa ile anamfuata tu, huwezi kuamini kumbe ni Vai. Hasa Brenda haka anasema wewe naomba nipishe hapo. Basi mshangazi ule hakuweza kupisha, akafunga gari. Akamwambia wewe, leo nataka nikukomeshe. Kwanza naomba uachane mwanangu, naomba unielewe. Hivi umenisikia au? Akamwambia sawa, haina shida. Mimi nitaweza kuachana naye, ila kwa sasa hivi naomba nipishe. Mimi naende kazini kwangu. Basi bana, Vai akawa anasema, yani wewe ni mtu mzima, umezunguka kote, umemwona mwanangu. Hivi unajua kwamba mwanangu ni kitoto cha 2000, unaweza kumharibia maisha na kujua sehemu ulipotokea. Jamani majirani, mwambieni huyo achane na mwanangu, anamharibia maisha. Yaani mimi, au sio? Haya bana, haina shida. Wewe nisingizie, ila mwanao ndo ameshaanza kunipenda mimi. Huwezi kuamini, Brenda alishikwa na hasira akampiga kofi kisha na kuanza kupigana. Mara ghafla Max aliweza kuingilia kati, maana anaona kitendo kile hakifai kupigana, maana hawa isitoshe ni watu wazima. Mama, naomba utulie. Brenda na wewe hebu fanye uondoke hapa hivi. Mwambie kabisa, yani sitaki mazoea na mwanangu. Yani wewe mshangazi kama mimi, uje umpende mwanangu, iwe mwanzo na mwisho. Naona niangalia nini? Nimekwambia uachane naye alafu unielewe. Toka hapa. Huku naye Brenda akasema, sawa, nitamwacha mwanao. Tendo cha Brenda kufika tu ofisini kwake, mara ghafla sekretari wake akaja, akawa anamwambia, madam, mbona kama vile hauko sawa? Wigi lako limekaa aina. Kwani umefanya nini? Yaani bana, huyu sekretari angejua tu kwamba Brenda ametoka kupigana na mama mkwe, asingesema hivyo. Akamwambia, kwani una kio? Na kio. Naomba fanya haraka basi uniletee sasa hivi. Akasema, okay, basi sawa, haina shida. Kama una lipstick, naomba niletee. Mimi nitapaka tu hivyo. Baada ya hapo sekretari wake aliweza kuondoka. Basi bana, Brenda akawa anajiseti, anajiangalia kwenye kioo kama wigi lake limekaa vibaya au vipi. Mara ghafla akawa anasikia sauti. Akasema, huyu ni nani? Akaamua atoke taratibu
na kisha kwenda kuchungulia. Kumbe bana ni mama yake Max, akawa naye analeta vurugu. Basi aliamua kufunga mlango, kisha akawa anasikilizia, huku mama yake Max akawa anasema huyu mwanamke ni malaya, naomba mfukuze. Yani anaamua kudeti na mwanangu, afu isitoshe yeye ni mshangazi. Madam, usiseme maneno kama hayo hapo ofisini kwetu. Mwanangu amemlagai kisa tu mapenzi ili tu yeye aweze kupata kazi. Yani mimi sijapenda. Unaambiwa siku hiyo mama Max aliweza kuwasha moto hapo ofisini, huku Brenda akawa anasikiliza tu. Yani hichi kitendo Brenda alichokifanya ni madai, lazima na mimi niende kwenye mahakama. Madam, naomba tu uwe mpole. Vai akawa anasema niwe mpole kwa kipi? Basi bana, huwezi kuamini, Brenda aliamua ajitokeze. Hapo hatujajua Brenda anaenda kuzungumza nini katikati ya ofisi, maana huyu ni bosi wake. Bosi atakuwa na kauli gani kwa Brenda? Atamfukuzisha kazi au atamwambia hilo swala ulilofanya tukufungulia madai uende jela? Bana, hakikisha umesubscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu.